adhabu aliyopewa kidogo ina uzito mkubwa zaidi sana. Kwa baadhi ya wanasheria wanahisi kwamba hii ni adhabu ya kisiasa na asingepewa adhabu hii kwa maana hajamua mtu ama hajafanya kosa ambalo ni gumu zaidi, ila amekosea kisheria na angeadhibiwa kwa maana kupewa adhabu ambayo kidogo ni ndogo kushinda. Chama cha EFF kinasema kwamba kesi hii ina msukumo wa kisiasa na inalenga kumzima kiongozi wao ambaye ni mkosoaji mkubwa wa serikali. Je, unaafiki hoja hiyo? Kesi hii imeletwa na vuguvugu ambalo linaegemea siasa za wazungu, na kumbuka vuguvugu hilo la AfriForum limekuwa likipiga debe huko Marekani kwa serikali ya Afrika Kusini kuweza kuweka vikwazo. Upande wa kisiasa ni kwamba ni kweli Marekani ilimuuliza rais wa Afrika Kusini Cyril Ramaphosa kwa nini Malema hajafikishwa mahakamani na kuweza kufungwa jela kutokana na kauli zake dhidi ya wazungu walio wachache. Sasa huyo ni mtazamo wa kisiasa kwa kweli ambao wanachama wa EFF wanaotetea kwamba hii ni kesi ya kisiasa kuliko kesi ya kisheria. Kutokana na hukumu hii, Malema anaweza kupoteza kiti chake cha ubunge endapo rufaa haitafanikiwa, lakini unaona hili linaweza kuathiri vipi mustakabali wake wa kisiasa na hata chama chake? Kisiasa, Afrika Kusini ina historia ya viongozi wake kuweza kufungwa na kutoa adhabu na baadaye kuibuka kuongoza nchi hii. Mandela alifungwa jela, Rais Ramaphosa amewahi kufungwa jela, baadhi ya viongozi ambao wako madarakani, na hii sio tofauti. Na ukiangalia mtazamo wa ulioko wa kidemokrasia katika nchi hii bado unachukua mizizi yake katika historia ya Afrika Kusini. Sasa kupoteza ubunge ni swala la kisheria kutokana na ibara 47 ya sheria za nchi hii kwamba lazima aweze kupoteza ubunge, lakini bado kama rufaa inaendelea. Kumbuka mahakama iliyomhukumu Malema ni mahakama ya chini zaidi sana. Kuna mahakama ya kati na kuna mahakama ya rufaa na baadaye mahakama ya kikatiba. Sasa inaweza ikachukua muda mrefu kabisa zaidi wakati ataendelea kushikilia wadhifa wake wa kisiasa kama kiongozi wa EFF pamoja na kuwa mbunge, huku akisubiria hukumu ya mwisho ambayo hapa itakuwa ni mahakama ya kikatiba na inaweza ikachukua zaidi ya miaka mitatu.